Msikilizaji, karibu tena katika simulizi nyingine mpya, simulizi inayokwenda kwa jina la Mtumwa wa Ndoa. Kwa nini mtumwa wa ndoa, msikilizaji? Dada Hepi ameamua kutuletea mkasa ambao alipitia kwenye maisha yake ya ndoa. Mimi na wewe sijui kama tungeweza kuvumilia haya kwa kweli. Ni asubuhi mwanana kabisa ya siku ya Jumapili. Mwanadada Hepi akiwa ndani anajiandaa kwenda kanisani, ilisikika simu yake janja ikiita. Aliacha alichokuwa anakifanya, akaigeukia simu kuitazama iliyokuwa kitandani. Kisha akajikuta anatabasamu kwa furaha. Haraka akaweka alichokuwa nacho mkononi, alikuwa ameshika hereni, aliweka pembeni. Alielekea kitandani akachukua simu, akaipokea. Huku tabasamu usoni mwake likiwa limeongezeka. Alipokea ile simu kisha akaiweka sikioni huku akiwa anatabasamu kimahaba. Na hata uso wake ulionyesha dhahiri mtu alimpigia alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye maisha yake. Hello. Alizungumza Hepi kwa mapozi huku akiwa analegeza na macho, utadhani alikuwa anampigia kwa mbele yake kabisa wanaonana. Hello baby, umeamkaje? Ilikuwa ni sauti ya kiume kwenye simu ya Hepi iliyomfanya mtoto wa kike azidi kutabasamu. Akajitupia kitandani kimahaba zaidi. Nimeamka salama mfalme wangu, hofu kwako baba, alijibu Hepi akiwa amejilaza kitandani kimahaba, na hata lile wazo la kwamba alikuwa amechelewa kwenda kanisani lilikuwa limeshapotea kabisa. Nashukuru Mungu nimeamka salama pia na mimi. Mbona umenidanganya na kunifanya nichelewe kanisani jamani? Alizungumza Hepi kwa kudeka huku akiwa anajigeuza pale kitandani. Sikudanganya baby. Sauti ya huyo mwanaume ilisikika akiongea kwa upole na mahaba mazito kwenye simu. Sasa kumbe umenifanyia nini? Mpaka saizi nilikuwa nakusubiri wewe tu. Alizidi kuzungumza Hepi kwa maringo, tena akiweka madeko juu huku akiendelea kujigeuza pale kitandani, utasema nyama mbichi iliyobanikwa kwenye moto mdogo ili kusudi ive taratibu. Chungulia dirishani babe. Ilisikika sauti ya huyo mwanaume ikimweleza Hepi. Baada ya kusikia hivyo alikuwa kama amerukwa na akili, kwa sababu alikurupuka kitandani akaelekea dirishani huku simu ikiendelea kuwa sikioni, uso wake ukiwa na shauku ya furaha ya kutaka kumuona huyo mwanaume ambaye ameuteka moyo wake. Alifunua pazia kama mwendawazimu, akachungulia. Alimuona mvulana mtanashati amesimama pembeni ya gari ya kifahari. Alikuwa akimtazama huku akimpungia mkono, na mkono mwingine ukiwa sikioni umeshikilia simu yake. Hepi alizidi kufurahi, akajikuta akiganda kumtazama huyo mvulana bila kuzungumza kitu, maana alikuwa kama amepigwa na shoti ya umeme. Ila unaambiwa ukimwona mwanaume ama mwanamke unayempenda unakuwa kama umeshikwa na haja hivi. Sasa ndivyo alivyokuwa Hepi. Ni baada ya kumwona mvulana huyo ambaye alikuwa amesimama nje akimpongea mkono, tena huku akimwonyesha tabasamu pana sana. Umeniona sasa? Sauti ya yule mvulana ilimshtua Hepi kwa sababu alikuwa ameweka loudspeaker. Ilimtoa kwenye pumbuazi la mshangao wa mahaba, akajikuta akijichekesha pale. Ndiyo babe. Alizungumza Hepi huku akiwa ni mwenye haiba ya aibu usoni mwake. Haya, toka twende kanisani baby, nimekupitia. Kweli? Why not? Wewe mvulana alizungumza, alikata simu pale akatulia akiwa anatazama dirishani kwa Hepi. Basi haraka Hepi aliweka simu kwenye dressing table, akazikumbuka hereni zake alizokuwa anataka kuzivaa muda mfupi uliopita. Alizichukua na kuzivaa sikioni. Alipomaliza kuzivaa akajitazama kwenye kioo na kugundua yupo vizuri kabisa. Alitabasamu kisha akachukua simu yake na mkoba wake. Akatoka nje akiwa na furaha sana. Bwana Hepi ni muuguzi kwenye hospitali ya Amana wilayani Ilala mkoani Dar es Salaam. Na ni msichana anayependa sana kazi yake. Na siku hiyo alikuwa ofu, na ndio maana alipata hata wasaa kwenda kanisani. Alikuwa anaishi Magomeni Quarters alipopanga baada ya kuajiriwa na serikali. Bahati nzuri Hepi ni msichana alizaliwa Dar es Salaam, na hata wazazi wake wanaishi Dar es Salaam, maeneo ya Kigamboni.
Kwa hiyo maisha ya Daa na mitaa yake Happy alikuwa anayajua vizuri, na alikuwa hadanganywi kitu kuhusiana na Daa. Na hata wavulana wengi walikuwa wanamsumbua kipindi wanamhitaji kimapenzi, alikuwa hababaiki nao kabisa, mpaka alipompata huyu mvulana aliye naye sasa hivi ambaye anafahamika kwa jina la David. Basi baada ya kujiandaa vema, alitoka Happy ndani kwake alipokuwa amepanga na kuelekea kwenye maegesho ya magari ambapo alikuwa amesimama David akimsubiri yeye ili kusudi waelekee kanisani. Na kwa uzuri kanisani hapakuwa mbali sana na hapo anapoishi Happy. Alifika kwa furaha na kumrukia David kwa mahaba, kisha akamshushia na busu moja zito la mdomoni. "Wow, honey," alizungumza David akiwa anamzungusha Happy ambaye alikuwa amening'inia kwenye mikono yake pale. Walisalimiana kimahaba na hata watu walikuwa wanapita karibu yao walikuwa wanawashangaa, lakini wao hawakuwa wanajali sana. Walipomaliza kusalimiana, haraka David akaelekea kufungua mlango wa gari. Alifungua mbele upande wa kushoto, kisha akamtaka mpenzi wake aingie. Kwanza Happy akamtazama David usoni kwa mahaba. Akapanda kwenye gari, David naye akafunga mlango kisha akazunguka upande wa pili wa kulia, akaingia kwenye siti ya dereva pia. David alifunga mlango kisha akamtazama Happy kwa muda akiwa na tabasamu, mpaka Happy mwenyewe akawa anajishtukia na kumtazama kwa mshangao. "Vipi, mbona unanitazama hivyo baby?" aliuliza Happy akiwa anamshangaa David kwa tabasamu. "Umependeza sana kipenzi," alizungumza David akiwa na tabasamu na kumsogelea Happy usoni. Happy alitulia akiwa anamsikilizia David na kumsubiri anataka kufanya nini. Lakini David alikuwa anamfunga mkanda wa siti ili kusudi waanze safari. "Usalama wako upo mikononi mwangu," alizungumza David akiwa anamalizia kumfunga mkanda Happy. "Thank you babe," Happy naye akajibu akiwa na tabasamu kimahaba, tena akiwa amefurahi kweli kweli. Kiukweli Happy alikuwa anajisikia vizuri sana kwa mapenzi alikuwa anaonyeshwa na David, na hakuwahi kukutana na mwanaume mwenye mapenzi ya kweli kama yeye. Alikuwa anaweza akasimama mbele za watu na kujivunia kuhusu David, na aliamini kwake mwanamke yuko peke yake, na kweli ilikuwa hivyo. Kwa nini basi ametuletea simulizi hii ya mtumwa wa ndoa ili hali anaamini yuko peke yake, msikilizaji? Ni kipi ambacho kilimkuta bibi Happy kwenye maisha yake ya kimahusiano? Mimi sina mengi msikilizaji, cha muhimu nipe masikio yako, ni azime muda wako ili kuweza kujua ni kipi ambacho kinamkuta bibi Happy kwenye mkasa huu mzuri wa kusisimua wa mtumwa wa ndoa. Aliamini Happy kwamba anaweza akasimama mbele za watu na kujivunia kuhusu David, na aliamini kwake mwanamke yuko peke yake, na kweli ilikuwa hivyo. "You are welcome baby," alizungumza David akiwa anawasha gari ili waanze safari ya kwenda kanisani. Safari yao ilianza vyema na waliingia barabarani huku wakiwa wanatazamana kwa zamu, na kila mmoja alikuwa anamtazama mwenzake kimahaba, na nyuso zao ziliongea yote yaliyokuwa moyoni mwao. Kila mmoja alionekana kabisa anamtazama mwenzake kimahaba. Walikuwa wanatamani hata watu wote duniani waondoke, wabaki peke yao, wafanye ya kwao na wawe hadharani bila ya kanuni za kuwazuia kufanya chochote na popote. Safari yao iliishia Magomeni kanisani, kwenye kanisa Katoliki, ambapo ndipo kwenye kituo cha kanisani David akaingiza gari na kwenda kupaki kwenye maegesho. Na kwa siku hiyo kulikuwa na gari nyingi sana, na wangechelewa kidogo tu basi wangepata tabu sana kupata eneo la kuegesha gari yao. Haraka David akashuka na kwenda kumfungulia mlango wa Happy, akamshika mkono na kumsaidia kushuka. Happy aliposhuka alishikwa mkono na David, wakaanza kuongozana kuingia kanisani. Na huo mkono sio tu alishikwa, bali alikuwa amekumbatiwa na kubanwa kwenye mkono wa David. Hatua zao zilionyesha kabisa hao watu ni wapenzi wanaopendana sana, na mapenzi yao hakuna atakayeweza kuyavunja ama kuwatenganisha. Waliingia kanisani na kila mmoja aligeuka kuwatazama, na kila aliyewatazama alijikuta anatabasamu, maana waliona ishara ya upendo kwenye nyuso zao, na hata miili yao iliashiria hivyo. Waliweza kuona siti mbili zimesalia, utasema walikuwa wamewekwa
walikuwa wameweka oda ya siti hapo. Walijivuta taratibu na kukaa huku akiwa na tabasamu na kutazamana kila muda. Basi misa ilianza. Walionekana wametulia wakifuatilia ibada kwenye kila hatua ilivyokuwa ikiendelea kwenye hilo kanisa. Misa iliisha na walitoka kanisani, na uzuri ni kwamba walikuwa wamekaa karibu na mlango wa kutokea, kwa hiyo hawakupata shida kutoka kwa sababu huwa kuna kuaga na kafoleni. Walifika kwenye gari wakaingia, kisha David akamtazama Happy kwa muda kama mtu anayetaka kusikia chochote kutoka kwake. "Vipi, mbona leo uko hivyo jamani?" Happy aliamua kumuuliza David. "Na kusikiliza wewe, tunaenda wapi?" David, "Kwenda wapi kivipi?" "Mpenzi, weekend hii inahitaji leo niambie unataka kwenda wapi ama twende wapi ukafurahia mapumziko yako. Maana wiki hii nzima ulikuwa busy." Alizungumza David akiwa anamtazama Happy kwa tabasamu kubwa sana. "Kwani saa ngapi saa hizi?" aliuliza Happy. David alitazama saa yake ya mkono ya gharama akatabasamu kwa kisikitika. "Saa 5:30. Lakini David, kwa nini tusirudi kwanza nyumbani tukanywa chai? Kisha ndipo twende tukaenjoy hii weekend." Alizungumza Happy akiwa na tabasamu kimahaba. "Umesema wewe malkia wangu, sina cha kupinga." Alizungumza David akiwa anawasha gari. Wakaondoka zao kwa ajili ya kurudi nyumbani kwa Happy. Hatimaye ulikuwa ni usiku mwanana kabisa tena tulivu. Alionekana David na Happy wakiwa wametulia kwenye hoteli ya kifahari, huku vyakula vya gharama vikiwa vimetapakaa kwenye meza. Happy alikuwa amevaa gauni lake refu jekundu lenye mpasuo wa hatari, naweza kusema. Maana ulikuwa karibu kabisa na usawa wa paja lake la kulia. Upande wa David alikuwa amevalia suti yake kali nyeusi na shati lake jeupe. Alikuwa ameweka na tai nyembamba nyeusi iliyomkaa kisawa sawa. Meza yenyewe ilikuwa imepambwa na kitambaa chekundu, huku kukiwa kumewekwa na vitambaa vidogodogo vyeusi vilivyofanya nakshi nzuri machoni mwa watu. Kiukweli walikuwa wametulia na wamepoa kabisa kama wasemavyo watoto wa mjini. "Kwa nini yote haya lakini?" aliuliza Happy akiwa anashangaa mezani. Ni upendo tu nilionao kwako na sio kitu kingine Happy," alijibu David akiwa anamtazama Happy kwa tabasamu pana. Mhudumu akaleta waini kisha akawakaribisha chakula cha jioni almaarufu kama dina. Aliondoka zake huku akiwa na tabasamu. Hapo hotelini watu wengi walikuwa hapo busy na mambo yao. Wengine walikuwa na wapenzi wao wakiendelea kupata chakula cha jioni. Walikuwepo wazungu, walikuwepo Afrika, walikuwepo watu wengi sana na kila mmoja alikuwa na mambo yake sehemu hiyo. Wakati watu wote wakiwa wanaendelea kupata chakula cha jioni na maongezi ya hapa na pale, huku vicheko vikiwa vinasikika kwa mbali, kwa kila mmoja alikuwa amefurahishwa na mwenzake. Stejini ulikuwa unasikika muziki mzuri ambao ulikuwa unapigwa na live band. Mpenzi, unaweza kufunua ili uone chakula kitamu nilichokuandalia?" alizungumza David akiwa anamonyesha sahani Happy. Happy akamtazama David kwa muda kisha akatabasamu na kusikitika. Alinyanyua mkono wake wa kulia akafunua sahani. Baada ya kufunua alijikuta akiganda kwa butwaa huku akiwa haelewi kinachoendelea. Happy aliganda kwa dakika moja huku machozi ya furaha yakimtoka na viganja vyake vyote viwili vikiwa usoni mwake kuziba kinywa chake kilichokuwa wazi kwa mshangao. Happy anasema alishindwa kujizuia na kuanza kutoa sauti ya kilio cha furaha kiasi cha kuwafanya watu wote waliokuwa pale wageuke kuwatazama wao. Watu walipogeuka walijikuta hata wao wakifurahi, na eneo zima watu wote walisimama kwa heshima na kuanza kuwapigia makofi. Utasema David aliwaandaa, lakini kumbe ni vile tu waliguswa na hilo tukio. "Congratulations buddy," alisikika mzungu mmoja akiongea kwa sauti huku akipiga makofi pia. Watu wote walianza kushangilia na kumfanya Happy ajihisi ni mwanamke mwenye thamani kwenye hii dunia. Machozi ya furaha yakawa yanamtiririka. "Ni kwa ajili yako babe, nimechoka kusubiri kwa muda mrefu sasa. Do you marry me?" aliuliza David huku akichukua pete ya uchumba iliyokuwa kwenye sahani aliyoifunua Happy.
Alipiga magoti mbele yake kisha akahitaji kumvalisha. Yes, I do. Alijibu Happy akiwa analia huku akinyoosha vidole vya mkono wake wa kushoto. David hakuwa na hiana, alimvalisha pete, akabusu kidole chake chenye pete, akasimama akiwa anamtazama usoni kimahaba. Alimtazama kwa muda huku watu wakiendelea kushangilia na kuwapigia makofi. Na David bila ya kuwa na aibu alimbusu Happy kwenye lips. Kisha akamkumbatia kwa mahaba yote huku Happy akiwa anaendelea kulia kwa furaha. Usilie baby, sasa ni mwanzo mzuri wa ndoa yetu. David akaendelea kumpoza bibi ya Happy. Ulikuwa ni usiku wa maana na thamani sana kwa mwanadada Happy, na hakutegemea kabisa kama David angemfanyia surprise kama hiyo. Lilikuwa ni jambo la kushtua sana moyoni mwa Happy, na hakutarajia, maana alikuwa analitamani kwa muda mrefu na alishawahi kumweleza mpenzi wake huyo, lakini alionekana kama kutolitilia maanani kichwani mwake. Happy akaanza sasa kuhisi ni kweli David anampenda na ana malengo na yeye na anahitaji kujenga familia pamoja. Hakutaka tena kuchelewesha hilo swala. Alienda mpaka kwa wazazi wake na kuwapa taarifa kwamba amepata mchumba na pia anahitaji kuleta posa ili shughuli za harusi zianze, maana walihitaji kufunga ndoa kwa haraka sana. Happy anasema wazazi hawakuwa na hiana na wao walilipokea hilo swala kwa furaha. Walifungua milango kwa David ili kusudi aweze kupeleka barua ya posa. David baada ya kusikia hizo habari pia alifurahi sana. Alitafuta washenga ambao walikwenda kwa wazazi wa Happy kwa kufuata utaratibu wa mila na desturi za Kitanzania. Barua ilipokelewa, majibu yalitoka kwa ajili ya David na familia yake kuweza kutoa mahari ili harusi iweze kupita. Lakini David hakutaka kuchelea. Hakutaka kabisa kuchelea mwana. Aliogopa baada ya sijakalia yeye mwenyewe. Alilipa mahari na kila kitu alichotakiwa kulipa. Harusi ilipangwa na kila mmoja wao alikuwa ni mwenye furaha sana. Lakini Happy anatuambia kwamba hakuwa anaamini kabisa kama kweli anakwenda kufunga ndoa na mwanaume anayempenda kwenye maisha yake. Siku ya ndoa ilifika, walifunga ndoa kwenye kanisa walilokuwa na sali. Ndoa ilipofungwa walikwenda kupiga picha ufukweni kama ilivyo ada, na mwishowe usiku walikwenda kwenye ukumbi ambapo ndugu, jamaa na marafiki waliweza kujumuika kwa ajili ya kuwatakia heri kwenye ndoa yao. Kila mmoja alifurahia harusi. Familia zote mbili waliweza kukutana na kufahamiana usiku wa sherehe wa ndoa ya David na Happy. Baada sasa ya sherehe, Happy na David walikwenda honeymoon ama fungati. Walielekea visiwani Zanzibar kwenye kisiwa cha Unguja kwenye hoteli maarufu sana ya Hotel Verde. Walichukua chumba cha VIP, walitulia hapo kwa wiki nzima, wakiendelea kujuana zaidi ili safari yao ya ndoa ianze kwa uzuri mwanana. Basi, Happy anasema kwamba baada ya siku 7 kuisha, Happy na David walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya kurudi Dar es Salaam ili maisha yao mapya ya ndoa yaanze na kuendelea. Anasema Happy aliamka akiwa ni mwenye furaha. Lakini alishtuka na tabasamu lake lilipotea usoni mwake baada ya kugundua kwamba kitandani alikuwa yuko peke yake. Baby, honey, aliita Happy huku akiwa ananyanyuka kitandani na kuanza kutafuta kila kona. Alielekea chooni na bafuni lakini hakukuta mtu. Alibakiwa na mshangao kwa sababu mumewe sio kawaida kabisa kuondoka kitandani bila kumuaga ama kumwamsha. Akawa anajiuliza, kwa nini hiyo siku aliondoka bila kumuaga? Hakupata majibu, huku akiwa anatoka chooni na kutazama kila sehemu na usoni akiwa ni mwenye mshangao mkubwa sana. Sasa wakati Happy anashangaa na kujiuliza kichwani, mara simu ya mume wake ikaanza kupiga kelele kuashiria kwamba kuna SMS imeingia. Haikuwa SMS moja, bali ziliingia SMS kadhaa kwa kufuatana, kuashiria ya kwamba mtumaji wa hizo jumbe alikuwa anahitaji kitu ama ana shida kubwa kweli kweli. Happy anasema kwamba alisogea huku akiwa anaitazama simu, na kabla hajaitazama kisawasawa, mara ikaanza kuita
na namba ilikuwa ngeni, haijaseviwa. Aliitazama ile namba akaipotezea na mwisho simu ikakata yenyewe. Na ile imekata tu, akaona baadhi ya SMS kwenye kioo cha simu na zilimshtua kiasi cha kutamani kuishika, lakini simu ilianza kuita tena. Haraka Happy akaitazama tena ile simu ya mume wake, akagundua ni ile namba ilikuwa inapiga awali ndio ilikuwa inarudia tena. Alipoitazama kwa makini aligundua ndio namba hiyo iliyokuwa inatuma jumbe kwa fujo, na baadhi ya SMS alikuwa ameziona na kuzisoma juu ya skrini ya simu. Japo simu ya mume wake ilikuwa na password, lakini aliweza kusoma, maana sehemu ya maneno ya jumbe zilizotumwa yalikuwa yanaonekana kwenye screen. Aliitazama simu ikiita mpaka ikakata tena. Na ilipokata tu, baada ya sekunde kadhaa SMS nyingine 3 ziliingia kwa fujo. Na mojawapo Happy aliiona na kuzidi kumshangaza. "Hutaki kupokea simu zangu?" Ujumbe ulisomeka hivyo. Alishindwa kuendelea kuisoma kwa sababu ujumbe ulijificha kutokana na kuwepo na password, kwa hiyo ulisomeka nusu. Ni nani huyo? Alijiuliza Happy akiwa anaitazama simu ya mume wake. Kabla hajatulia, simu ikaita tena na namba ni ile iliyokuwa inaita awali. Hapo sasa Happy aliwahi kuchukua ile simu, akaiandika hiyo namba kisha akaisave. Aliisave kwa jina la nani? Aliisave kwenye simu yake akatulia. Akiwa anaweka simu yake kitandani na kichwani akiwa na maswali juu ya namba iliyokuwa inapiga kwenye simu ya mumewe, mara mlango ulifunguliwa kwa fujo. Na David akaingia akiwa na hema, akiwa anavuja jasho mwilini mwake hatari. Happy akamtazama mumewe bila kumuuliza kitu. Na David aliwahi moja kwa moja kwenye simu. Alipoitazama akaona namba inayompigia. Kabla ya kupokea, kwanza akamtazama Happy na kujiuliza kichwani mwake, lakini alikosa jibu. Na kama kuna kitu alikuwa anakihofia hivi. Amepiga kwa muda gani huyo? David akamuuliza Happy huku akiwa ameshika simu yake. Na ndio ameniamsha, nilikuwa nimelala. Kwa hiyo sijui alianza kupiga saa ngapi. Alijibu Happy akiwa ananyanyuka na kwenda uani. Lakini David alimtazama Happy na kuhisi kama kuna kitu hakiko sawa. Lakini hakujali, alipokea simu na kuanza kuongea kwa sauti ya chini, huku akiwa anatazama mlango wa kuingilia uani. Happy alikuwa uani ametulia anajitazama kwenye kioo, huku akiwa ni mwenye mawazo na kujiuliza huyu anayempigia mume wake na kumtumia SMS nyingi tena zingine akiwa hazielewi ni nani. Lakini si nimekwambia usinipigie mpaka nitakapokupigia ama? Alisikika David akizungumza kwa sauti ya chini, huku akiwa yupo makini na wasiwasi asije akakutwa na mkewe. Happy alikuwa chooni, lakini masikio yake yalikuwa chumbani. Kwa kuwa mlango ulikuwa wa kioo, basi alishindwa kusikia maneno kamili ya mume wake. Lakini alikuwa anasikia sauti kwamba anaongea, ila maneno ndo alikuwa hayasikii. Happy akatoka uani baada ya kuona kichwa chake kinauma na majibu hayapati. Lakini ile anatoka uani, alimwona mume wake akibabaika na kujifanya anamuaga huyo mtu anayezungumza naye, huku akiwa anajibaraguza kujichekesha. "Sawa, nitakupigia nikirudi si unajua tena masuala ya fungate." Alizungumza kisha alikata simu na kujichekesha. Huku akiweka simu kitandani, alinyanyuka kwenda kumkumbatia Happy. "Tunatakiwa kujiandaa na kuondoka kabla ya saa 4 ili tu sign out." Alizungumza David akiwa anambusu Happy shingoni. Happy alijibu kwa busu la mdomoni, akachukua mswaki wake na kuelekea bafuni na mume wake akiwa nyuma yake. Waliingia bafuni na kuanza kuoga pamoja, lakini David kila alipokuwa anamtazama mkewe akawa anamuhisi kama hayupo sawa. "Vipi, kuna tatizo?" David alishindwa kuvumilia, ikambidi amuulize. "Hapana, nipo sawa." "Lakini mbona ni kama haupo sawa mpenzi?" "No, niko sawa, sema nimechoka tu, unajua tena." Alijibu Happy huku akiwa anafunga bomba,
alichukua taulo lake kisha akaanza kujikausha maji mwilini. David aliganda akimtazama mkewe na kugundua kuna jambo, lakini alishindwa kujua ni jambo gani linalomsumbua mkewe. Walimaliza kujiandaa na kutoka wakiwa na mabegi yao. Walipitia kwenye ukumbi wa chai na kupata kifungua kinywa. Baada ya hapo wakasign out. Walielekea kwenye gari lililokuwa ikiwasubiria ambayo David alikuwa ameshampigia dereva taxi wa huko kisiwani. Waliondoka na kuelekea bandarini tayari kwa safari ya kurudi Dar es Salaam, Tanzania. Baada ya siku 3 tangu Happy na mumeo kutoka Zanzibar, Happy alionekana akiwa amekaa kazini kwake akiwa ametulia. Alikuwa akijiandaa kuondoka baada ya kumaliza zamu yake. Akatulia kwa muda huku akiendelea kubadilisha sare zake za kazi. Aliziweka kwenye kabati lake la vifaa. Alichukua simu yake kisha akabeba mkoba wake. Wakati akiwa anatoka huku akiwa anachezea simu yake, alijikuta akikumbuka namba ambayo ilikuwa inampigia simu mume wake na kumtumia meseji nyingi tu ile siku akiwa Fungate. Alisimama kwanza kisha akaitafuta na kuitazama kwa muda, akaitumia ujumbe. Mambo. Ulikuwa ni ujumbe wa Happy kwenda kwenye hiyo namba ambayo ilisomeka nani. Alitulia sasa kusubiri majibu, ukimya ukatawala pale. Happy, naona unawahi kwenda kumpikia mume. Alisikika muuguzi mwingine akimsemesha Happy na kumshtua kutoka kwenye bumbuwazi alilokuwa nalo wakati alipokuwa akisubiri majibu ya jumbe aliyoituma. Hapana bwana, sio hivyo, zamu yangu imeisha dada, alijibu Happy akiwa anaanza kutembea huku macho yake yakiwa kwenye simu. Alitoka mpaka nje kwenye maegesho ya magari mpaka kwenye gari yake ndogo ambayo alikuwa amenunuliwa na mumewe baada ya ndoa. Alimpa kama zawadi. Alifungua mlango wa gari yake na kukaa kwenye gari huku akiwa mwenye mawazo. Na kilichokuwa kinamuumiza kichwa ni hiyo namba. Na alikuwa anataka kujua ni nani. Simu ikiwa kwenye mkoba ilisikika kwamba kuna ujumbe umeingia. Haraka Happy akawahi na kuitoa simu kuitazama, maana alijua yule mtu wake ameshamjibu. Alitazama simu yake na kidogo alionekana kufadhaika baada ya kukutana na SMS ya mumewe ikimuuliza yuko wapi. Bado sijatoka mume wangu, leo nitachelewa kidogo maana nina kikao. Happy akamjibu mume wake kwa SMS. Aliandika huo ujumbe na kumtumia. Alitulia lakini mumewe hakujibu chochote. Ile anawasha gari tu, mara ujumbe mwingine ukaingia tena. Alipoutazama akagundua ni namba ya yule mbaya wake. Aliitazama na kuisoma hiyo SMS ambayo ilijibiwa hivi: poa nani? Huyo mtu alimjibu hivyo. Kwanza Happy akatulia, akajitafakari amjibu nini. Kwa sababu hakuwa na cha kujibu kabisa na hakuwa na cha kumwambia kabisa. Sijui ni mjibu nini huyu jamani, alijiuliza Happy huku akiwa ameishika simu yake. Hello. Ujumbe mwingine kutoka kwa huyo mtu uliingia na kumfanya sasa Happy achanganyikiwe na kuona ni kama amechokoza jambo zito ambalo asiloliweza. Ni kujibu nini wewe mshenzi? Alizungumza Happy mwenyewe huku akijiuliza maswali mengi. Alijikuta akipiga ngumi kwenye usukani wa gari yake. Wakati akiendelea kujiuliza, simu yake ilianza kuita na alipoitazama tena akagundua ni yule mtu aliyekuwa anampigia mumewe kipindi wapo Zanzibar. Aliitazama mpaka ile sehemu ilikata yenyewe, akaanza kuandika SMS kumjibu. Mambo mrembo. Happy alituma hiyo SMS kumtega ili aweze kupata uhakika kweli ni mwanamke au ni hisia zake tu. Kichwani mwake Happy alikuwa anajua huyo mtu ni mwanamke kutokana na SMS alizokuwa akizisoma kwenye simu ya mume wake. Lakini hakuwa na uhakika na alitaka apate uhakika kwa ushahidi. Safi, mbona upokee simu? Majibu yalirejea hivyo kwa Happy. Sorry, naendesha gari ndo maana. Alijibu Happy akiwa ametulia na gari yake ikiwa inaunguruma kuashiria kweli ilikuwa imeshawashwa. Uko wapi lakini?
Ujumbe mwingine ukaingia tena na kumfanya Happy ashushe pumzi ndefu. Alijifikiria cha kujibu huku akiwa na uhakika huyo mtu ni mwanamke. Nipo Mlimani City hapa Century Cinema. Happy alijibu huku akiruhusu sasa gari yake kutoka kwenye uzio wa hospitali ya Amana na kutoka nje. Ila haujaniambia babe ni nani? Ujumbe ulikuja tena kwa fujo. Happy akashika simu yake na kutupia jicho huku akiwa anaendelea kuendesha gari. Alikuwa anasoma ujumbe kwa kuibia mpaka akawa anataka kukosea kwa kwenda. Alitaka kuingia upande wa pili wa barabara, lakini alishtuliwa na honi ya pikipiki. Acha kuchati wewe mama vipi? Ilikuwa ni sauti ya dereva wa pikipiki akifoka sana baada ya kukoswa na gari la Happy. Basi Happy kwanza akaamua kuiweka simu pembeni huku akishushia pumzi. Alishika usukani wake kwa mikono miwili sasa na kuendesha gari kwa makini. Akiwa anaendelea kuendesha gari akitaka kuwahi Mlimani City ili kusudi hata mtuhumiwa wake akija aweze kumuona kwa urahisi hata kabla ya yeye kumuona. Wakati akiwaza hayo na kuendelea kuendesha gari, ujumbe mwingine uliingia kwenye simu yake. Ulimfanya Happy apate shauku ya kutaka kushika simu tena. Uzalendo ulimshinda, alipunguza mwendo na kuiweka gari yake pembeni maeneo ya Msimbazi Center. Alichukua simu yake na kusoma ujumbe kutoka kwenye hiyo namba. Mbona unijibu lakini? Nijibu unitoe wasiwasi. Haraka Happy akaanza kuandika kwenye simu yake ili kusudi aweze kumjibu huyo mtu ambaye alionekana kutaka kujua anachati na nani. Mbona una wasiwasi mrembo? Au umeshanisahau jamani mara hii? Alijibu Happy kama vile mtu anemfahamu sana. Ngoja niotee. Daddy D? Huyo msichana akauliza hivyo. Happy akafikiria haraka pale hilo jina. Na haraka kichwani mwake akajua tu hiyo herufi ya D ni mume wake David. Na kama akikubali ni yeye basi ataharibu. Alijua fika anaweza akamuuliza David na akamtumia hiyo namba. Na David akiiona hiyo namba atamgundua ni yeye. Happy akawa ametulia akiwaza cha kujibu, lakini alijibu kwa kifupi tu no. Akatulia akiwa anasubiria majibu kutoka upande wa pili. Na kweli SMS ilikuja. Basi ni Frankie. Kabla Happy hajajibu hiyo SMS, mara kioo cha dirishani upande wake kikagongwa. Kilimshtua sana maana alikuwa yupo busy na simu. Alipogeuka akakutana na askari wa barabarani akimsemesha. Haraka alishusha kioo na kumsikiliza. Madam vipi, gari ina shida? Trafiki alimuuliza hivyo. Hapana, nilikuwa naongea na simu. Alijibu Happy kwa kujiamini japo alikuwa ameshtuliwa kidogo. Okay, vizuri, nimependa kwa kujali usalama wako na usalama wa wengine. Alizungumza trafiki huku akiwa anaondoka zake. Na Happy akiwa anapandisha kioo na kujibu SMS. Yes, is me. Aliutuma ule ujumbe na kuwasha gari kuwahi kuelekea Mlimani City. Aliendesha gari kwa kasi na kufanikiwa kufika Mlimani City. Alienda kukaa pembeni na ile sinema kwenye duka kubwa la Azam akiendelea kula ice cream. Lakini wakati huo macho yake yalikuwa akiangaza kila kona kuona watu wanaotoka na kuingia. Alitulia kwa muda kisha akaona ujumbe umeingia, akatabasamu. Aliitazama simu yake na kugundua huyo msichana ndiye ambaye alimtext. Kabla hajasoma ujumbe wake, akanyanyua macho yake kutazama watu wanaoingia. Alifanikiwa kumuona msichana mmoja mrembo akiwa amevalia kipensi kifupi kilichoacha mapaja yake wazi, na juu alikuwa amevalia jezi ya Arsenal nyekundu. Ndani yake alikuwa amevalia vile visoksi vya mikono vile, kilikuwa kina rangi nyeupe ambacho kilikuwa ni kirefu. Happy akaanza kuhisi kama mtu anayemsubiria na kutaka kumuona ndiye huyo, lakini bado hakuwa na uhakika. Alitulia akamtazama. Wakati anakaguliwa mlangoni, ndipo haraka Happy aliposoma ujumbe wake. Ndio naingia, uko upande gani? Ujumbe ulisomeka hivyo. Happy aliposoma huo ujumbe alitulia, hakujibu kitu. Alirudisha macho yake mlangoni na kumuona bidada huyo akiwa anachukua simu yake baada ya kukaguliwa, kisha akawa anaichezea kwa muda huku akiwa anatembea hatua ndogo ndogo. Ni kama mtu aliyekuwa anaangaza kumtafuta mtu. Mbona sikuoni babe?
Ujumbe mwingine uliingia kwenye simu ya Happy. Na mpaka hapo Happy akawa ameshamtambua mtu aliyekuwa akimtumia jumbe mume wake na kumpigia kipindi wapo Zanzibar. Alitulia bila ya kujibu, huku huyo msichana akiwa anazidi kusogea alipokuwa amekaa Happy, bila ya kujua kama yeye ndiye alikuwa akiwasiliana naye. Baada ya kuona jumbe zake hazijibiwi, msichana wa watu aliamua kupiga. Na kweli simu ya Happy ilianza kuita. Na uzuri simu yake alikuwa ameiweka silent, kwa hiyo mlio haukusikika. Happy alimwona jinsi anavyopiga na kuhangaika kutafuta mtu, maana alikuwa amesimama mbele yake. Happy alipokea simu na uzuri alikuwa ameweka earpod. Kwa hiyo aliweza kumsikia jinsi huyo mwanadada alivyokuwa anahangaika kuongea. Na aliweza sasa kuthibitisha dhahiri kwamba ndiye yeye aliyekuwa akimtafuta. Maana alichokuwa anaongea pale mbele yake ndicho kilichokuwa kinakuja kwenye masikio. Haraka Happy alikata simu, alinyanyuka huku akipita mbele ya ule msichana ambaye alikuwa anahangaika kutazama kila mahala, bila ya kujua huyo mtu wake aliyekuwa akimfuata pale yuko ama la. Happy akatuma ujumbe na kumweleza ya kwamba nakuja, nipo washroom. Baada ya kutuma huo ujumbe, alimwona yule dada akikaa kwenye kiti alichotoka kukaa yeye. Kisha Happy akawa amekaa upande wa pili akimpiga picha huyo msichana bila yeye kujua kama anapigwa picha. Happy alipomaliza aliondoka zake, alirudi kwenye gari yake, akazima simu. Aliondoka zake kurudi nyumbani kwake Masaki, mahali anapoishi na mume wake David. Usiku alionekana Happy kuwa ni mwenye mawazo sana, akifikiria na kuzitazama picha za huyo mwanamke ambaye alikuwa amfahamu hata jina. Alimtazama mara mbili kwenye picha na kujiuliza alikuwa amemzidi nini mpaka awe anamtumia jumbe za faragha mume wake kiasi kile. Alikosa majibu na alikosa kabisa kujua ni kwa nini David alifanya vile, kwa sababu alikuwa anampenda sana. Kwa nini anafanya hivi? Happy alijiuliza huku macho yake yakiwa kwenye picha ya huyo msichana. Wakati anajiuliza na kutafakari, mara mlango wa chumbani ulifunguliwa na mume wake akawa anaingia. Wakati huo alikuwa ametoka kazini na alionekana kabisa amechoka. Happy alinyanyuka na kwenda kumpokea David, lakini alionekana kabisa mumewe hayuko sawa na ni mwenye hasira kidogo. Umerudi saa ngapi nyumbani? David alimuuliza mkewe. Kwanza Happy alishangaa kusikia hilo swali kwa sababu sio kawaida ya mumewe kuuliza maswali kabla ya kusalimiana. Pole na kazi mume wangu. Happy akajifanya kama hajasikia swali la mumewe vile. Hujalisikia swali langu ama? Ghafla tu David akabadilika, akamkazia macho Happy kwa hasira kweli kweli. Happy aliendelea kuwa kimya akimtafakari mumewe, maana ni kwa mara ya kwanza anamuona mumewe akiwa kwenye hali kama ile kwenye maisha yake yote aliyowahi kuishi na David. Na kuuliza tena, umerudi saa ngapi nyumbani? Sasa David aliuliza kwa msisitizo sana, huku akiwa anamsogelea karibu Happy na uso ukiwa umejikunja kwa hasira sana. Nimerudi muda mrefu. Nilipomaliza kikao nilirejea nyumbani. Happy alijitetea baada ya kuona mumewe yupo serious sana. David aliishia kuguna tu huku akiwa anamtazama Happy kwa hasira kweli kweli. Kwani kuna nini mume wangu? David hakutaka kujibu. Alitoa simu yake na kuichezea kwa muda, kisha akamwonyesha picha Happy. Happy alipoitazama simu ya mume wake alibaki anashangaa, baada ya kujiona akiwa amekaa Mlimani City akila ice cream. Kikao ulimaliza saa ngapi na muda wa kwenda Mlimani City ulipata wapi? Aliuliza David akiwa anaitoa simu yake kwenye uso wa Happy. Lakini Kabla hajamaliza kujieleza, alipokea kofi zito la shavuni na kumwangushia kitandani. Happy alishangaa kuona anapata kibao cha nguvu kutoka kwa David mume wake kipenzi, ambaye amembadilikia ghafla tu kama shetani ama mbwa mwitu aliyejivika ngozi ya kondoo. Kabla hajakaa sawa na kufikiria hicho kibao na maumivu yake, alimwona David akiwa amemkalia kifuani, akiwa amemkaba shingoni, akamuinamia sikioni mwake akiongea kwa sauti ya kukoroma kweli kweli. Kuanzia leo sitaki nikuone unakwenda tena kazini.
Sitaki nikuone ukitoka humu ndani ukiniambia unaelekea popote. Sitaki cha kazi wala nini. Alizungumza David na hakutaka maelezo. Alitoka juu ya mkewe, akanyanyuka na kutoka chumbani. Alifunga mlango na kutoka nje. Happy alikuwa analia huku akiwa anashangaa. Maana alikuwa ameshikwa na bumbuazi. Alijua labda mumewe anafanya utani tu na baadaye atakuja kumwomba msamaha akiwa na sura ya tabasamu na kumwambia kwamba ni utani na maisha ya furaha yatarudi kama zamani. Happy alitulia kwa muda akiwa anafuta machozi na kuendelea kujiuliza nini kinaendelea kwenye ndoa yake. Na mbona matatizo yameanza mapema? Hata mwezi mmoja haujaisha tangu wafunge ndoa. Nini hiki kinataka kutokea kwenye ndoa yangu? Alijiuliza Happy bila ya kupata majibu. Alitulia na muda ulizidi kwenda na usiku ulizidi kuwa mzito. Na hatimaye alipitiwa na usingizi, akidhani mumewe atakuja kulala baadaye. Majira ya asubuhi jua lilianza kuchomoza na Happy alishtuliwa na simu yake ikiwa inaita. Alipoitazama akagundua ni mkuu wake wa kitengo anampigia simu. Haraka alipokea na kuiweka simu sikioni. Aliongea akiwa anajikaza asikike kama yupo sawa. Happy, vipi? Mbona mpaka saa hizi hujaripoti kazini na sio kawaida yako? Ilisikika sauti ya mwanamke ikimuuliza Happy. Nimepata dharura kidogo madam, na ninahisi nitachelewa, lakini samahani sana, nilijua nitawahi. Sawa, hakuna shida, lakini jitahidi basi mama, sawa? Sawa madam, asante. Alijibu Happy kisha alikata simu. Alitazama saa ukutani akagundua ni saa 2 asubuhi. Alinyanyuka na kuelekea bafuni akajiandaa. Alipomaliza kuoga, alivaa nguo zake na kuchukua vitu vyake tayari kuwahi kazini. Alipofika mlangoni kufungua mlango alibaki amepigwa na butwaa. Alirudisha macho kitandani na ndipo alipogundua na kukumbuka kwamba kumbe kweli usiku alilala peke yake na hata mumewe hakulala hapo chumbani. Ina maana hakurudi ama alilala sebleni. Alijiuliza Happy, akanyonga tena kitasa, lakini majibu yalikuwa ni yale yale kwamba mlango ulikuwa umefungwa kwa funguo. Alitazama funguo haikuwepo na akakumbuka tena kwamba mume wake alipotoka jana usiku alifunga mlango kwa nje. Alijikuta akiishiwa nguvu. Alianza kugonga mlango kwa nguvu kwa kiita jina la mume wake. Lakini hakuna aliyekuwa anamjibu, cha zaidi sauti yake ndio ilikuwa ikimjibu kwa kujirudia rudia. Happy alilia sana. Aliipiga sana simu ya mume wake lakini haikupokelewa. Alimpigia simu mama yake na kumweleza, lakini mama yake naye alionekana kutokumwamini Happy kwa anachokizungumza. Mama yake naye akampigia mkwewe kumuuliza kinachoendelea. Lakini David alimjibu mkwewe kwamba wapo vizuri na hakuna chochote kibaya kinachoendelea. Mama Happy alibaki akitabasamu, akamtumia ujumbe binti yake kwamba ajikaze. Hayo mambo madogo madogo ni ya kawaida kwenye ndoa. Aliposoma Happy ule ujumbe kutoka kwa mama yake, alizidi kuchukia. Alimpigia simu mama yake pia lakini hakupokea tena. Mama! Aliita Happy kwa hasira huku akiwa amejikunyata mlangoni na hajui nini cha kufanya. Alijaribu kugonga tena mlango huku akiita lakini hakuna ambaye alimjibu. Na hiyo nyumba walikuwa wanaishi watu wawili tu, yani yeye na mume wake. Na hata Happy alipokuwa anamshauri mumewe kwamba wamwajiri mdada wa kazi, David alikuwa anakataa akidai kwamba hakuna kazi nyingi hapo nyumbani. Alichoka binti na kurudi kitandani akiwa anawaza kwa kina nini cha kufanya. Alipotazama madirisha ya chumbani, aliona kabisa hayawezi kumfanya akatoka kwa sababu kulikuwa kuna vioo na kulikuwa na nondo nyembamba zilizokuwa zina nafasi ndogo sana, nafasi ambayo isingeweza kumruhusu mtu kupita. Alitulia akiwa na hasira na sasa taswira ya sura ya David ikawa inamjia kichwani mwake. Alimuona kama shetani mdogo anayeanza kujionyesha uhalisia wake. Alitulia kisha akaonekana kama kukumbuka kitu. Na ndipo alipochukua simu yake na kumpigia ule dada ambaye alimuona Mlimani City jana yake. Simu iliita na haikuchukua muda kupokelewa. Na ilipopokelewa tu, akawa anasikia sauti ya mume wake akiongea huku akiwa anacheka. Hasira zilimjaa moyoni Happy lakini akajikaza,
Alivuta pumzi na muda huo bado machozi yalikuwa hayajamkauka usoni mwake. Alikuwa analia sio kitoto. Hello? Samahani, unaweza ukanipigia baadaye kidogo, niko busy. Ilisikika sauti ya huyo msichana akiongea kwa sauti ya chini kama anajibu hivi. Hello? Naomba niongee na wewe mara moja. Aliongea hivi kwa sauti ya upole huku akiwa anajikaza asisikike analia. What? Yule dada aliuliza kwa mshangao kwa sababu alijua anaongea na mpenzi wake wa kiume, lakini kumbe ni mwanamke mwenzake. Samahani sana kwa kukusumbua jana. Mimi sio mwanaume, ni mwanamke mwenzako. Na ni mke halali kabisa wa David. Na najua upo naye, maana nimemsikia hapo akizungumza. Kabla hata yeye hajamaliza maelezo yake yote aliyokuwa akitaka kuyazungumza, simu ilikatwa. Ilimfanya abaki ni mwenye hasira sana. Happy alipiga tena simu, ikaita kidogo kisha ikapokelewa. Na ilisikika kama watu wanagombana na mwishowe ikakatwa. Alipopiga tena simu ikawa haipatikani. Na ndipo alipozidi kuchanganyikiwa. Akampigia tena mumewe lakini hakupokea kabisa. Simu iliita mpaka ikakata yenyewe. Alilia sana Happy siku hiyo. Na akiwa analia mara simu yake ilianza kuita. Alipoitazama aligundua ni mkuu wa kitengo alikuwa akimpigia tena. Alijiuliza kupokea kwa muda lakini aliamua tu kupokea. Aliiweka sikioni huku akiwa anaendelea kulia. Happy, mbona unaniweka kwenye matatizo? Nimekukingia kifua, nimekutetea kwamba utafika muda sio mrefu, lakini mpaka saizi hujafika kweli. Mwanamke huyu alilalamika sana. Happy alishindwa hata kuongea kwa jinsi alivyokuwa na hasira. Na alikuwa na kama fundo limemkwama kifuani na kumkaba koo lake. Alikuwa analia kwa kwikwi kwa jinsi hasira zilivyokuwa zimemshika na kumjaa kifuani, kiasi cha kupelekea kushikwa na kigugumizi cha ghafla. Madam, nimeshindwa madam. Happy aliishia hapo. Alishindwa kuendelea kwa jinsi hasira zilivyokuwa zimemjaa kifuani. Happy, una nini? Mkuu wake alimuuliza kwa mshangao kidogo. Madam, na hasira zilikuwa zinamfanya ashindwe hata kuongea. Happy wa watu waliishia kulia tu. Subiri kwanza mama, hebu subiri, punguza hasira. Alafu zungumza. Nini? Umepatwa na msiba ama? Hapana. Sio msiba. Happy alijitahidi na kujilazimisha kuongea lakini wapi. Niambie basi nini kimekukuta? Mume wangu hataki nifanye kazi mume wangu madam. Ghafla alisikia mungurumo wa gari nje. Haraka alikata simu hata kabla mkuu wake wa kitengo hajamjibu. Alitulia pale kusikilizia kama ni kweli, na kweli alianza kusikia milango inafunguliwa. Na mwisho kabisa alianza kusikia mlango wa chumbani unafunguliwa. Alitulia huku akifuta machozi yake. Alisimama akiwa anatazama mlangoni. Mlango ulipofunguliwa alimuona David akiwa amesimama mlangoni akiwa anamtazama kwa hasira sana. Na akiwa amefura na kujaa. Uso wake ulikuwa umevimba sambamba na mashavu yake yameumuka kama ametiwa hamira. Mume wangu, mbona unanifanyia hivi lakini Happy akajitahidi kuongea kwa upole licha ya kwamba alikuwa na hasira huku akiendelea kulia. David hakumjibu chochote. Zaidi sana aliingia ndani na kubamiza mlango. Alienda akamshika nywele zake Happy, alimvuta. Alimbamiza ukutani na kibao kizito kikafuata usoni. Happy hakuwa anajua ni kwa nini anapigwa wakati mumende mwenye makosa. Alipokea kipigo kizito kutoka kwa mume wake mpaka alipoteza fahamu, akaangukia sakafuni. Ndipo David akachukua simu ya Happy na kwa kuwa alikuwa anajua password, aliifungua na kuanza kuikagua kila kona. Aligundua ya kwamba alikuwa na chati na huyo kimada wake na alishawahi kumpiga picha Mlimani City. Hapo sasa David ndipo alipogundua ya kwamba kwa nini Happy alielekea Mlimani City. Alichukua ile simu na kuivunja. Alichomoa line ya Happy, akaziweka nyuma ya cover la simu yake,
akaingia bafuni kuoga. Masaa matatu yalikatika na taratibu Happy akaanza kupata fahamu na kujizoazoa kuelekea upande wa ukutani kwa ajili ya kuegemeza mwili wake. Alikuwa anahisi maumivu sana. Alikuwa ameumia kila sehemu ya mwili wake pamoja na usoni. Na upande wa usoni ndipo alipokuwa anahisi maumivu makali sambamba na kichwani. Alijikokota na kusimama kwa kutumia ukuta mpaka kwenye kioo cha dressing table. Alisimama pale kujitazama. Kiukweli alijikuta hata yeye mwenyewe anajionea huruma kwa jinsi alivyokuwa hatamaniki usoni. Macho yake yalivimba na jicho moja la kushoto lilikuwa limevilia damu. Mdomo wake ulikuwa umevimba na kuchanika, huku shavu lake la kushoto likiwa na kidonda kilichokuwa kimevuja damu mpaka imegandia pale. Alijishika shavu lake na kujikuta akitokwa na machozi. Maana hata yeye alijipotea kabisa. Yaani hata ule uzuri na mvuto wake aliokuwa nao ulipotea kabisa. Alijikokota na kwenda kukaa kitandani akijishika kichwa, maana kilikuwa kinamuuma sana. Na alipojishika vizuri kichwani, aligundua kwamba alikuwa amechanika na damu zilikuwa zinamvuja kabisa. Alijishika na kuangalia vidole vyake, akagundua vidole vina damu. Alizidi kuumia na kuzidi kulia kwa sababu alikuwa amechakaa ndani ya muda mfupi tu. Na kichwani mwake akawa anajiuliza kwa nini mumeo ampige kiasi kile? Happy hakupata majibu. Aliamua kujitahidi kutembea na kwenda kufungua mlango wa kutokea chumbani. Aligundua upo wazi. Alitembea kwa kutoka chumbani. Alishuka ngazi kwenda sebuleni, lakini nyumba ilikuwa kimya. Hakukuwa na mtu yoyote pale ndani. Alishuka kwa shida sana kwa sababu mwili mzima alikuwa ameumia na maumivu aliyokuwa akihisi yalikuwa ni makali sana. Alielekea mpaka mlango wa kutokea nje, lakini ulikuwa umefungwa kwa nje na funguo haikuwepo. Alijitahidi kukagua milango yote ya kutokea, ilikuwa imefungwa na hakukuwa na uwezekano wa kutoka kwenye hiyo nyumba. Ilimbidi tu aende zake jikoni, akaanza kuchemsha maji ya moto. Alianza kujikanda kwa ajili ya kupunguza maumivu na angalau kupunguza baadhi ya vimbe kwenye mwili wake. Alipomaliza kujikanda, alichukua dawa za maumivu na kumeza. Alikoroga na uji akanywa kwa kuwa alikuwa anahisi njaa kula tangu alipokula jana yake usiku. Aliamua kufanya hivyo. Kiukweli msikilizaji, Happy ananitia hasira mimi. Kwa sababu mimi ningetafuta hata msukumio wa chapati ama chochote nivunje ule mlango niondoke. Nisingeweza kuvumilia haya mateso jamani. Sijui kwako msikilizaji. Sijui wewe ungefanya maamuzi gani? Unaweza ukadondosha komenti yako hapo msikilizaji, kuelezea kama wewe ni Happy ungefanya nini baada ya hili. Umepigwa, umeumizwa, lakini pia bado pamoja na kuumizwa bado umefungiwa mlango, alafu unachukua maji unajikanda, unaendelea kusubiri. Mimi sijui kwako msikilizaji bwana ungefanya nini? Baada ya kukoroga uji, Happy anasema kwamba alikaa sebuleni akawa anatazama television. Alijikuta anakumbuka kitu. Alichukua remote akaanza kutafuta sehemu ya email, maana TV yao ilikuwa ni smart TV. Aliweka email yake pale. Aliingia YouTube kisha akaenda kwenye channel ya hospitali ya Amana kwenye video ambayo ilipostiwa muda sio mrefu. Alicomment, Happy Kiswaga, nahitaji msaada wa Madam Salma aje nyumbani kwangu. Alicomment hivyo kisha akatulia. Aliendelea kutazama hiyo video na kuona kama anaweza kupata majibu, lakini hakujibiwa kabisa. Na mwisho jioni iliingia. Lakini angalau akawa amepata nafuu kidogo. Japokuwa mwili wake na uso wake ulikuwa bado unaonekana umeharibika sana tu. Alienda chumbani kwake akafungua kabati, akatoa huduma ya kwanza, akachukua baadhi ya pamba pale na kukumbuka kwamba anatakiwa tu aanze kujitibia mwenyewe. Alijitibia taratibu mpaka ulipofika usiku. Sasa aliamua kuingia jikoni akiwa amejikaza kweli kweli. Aliandaa chakula kwa ajili yake na mume wake, na alipomaliza alifunika na kukaa sebuleni akisubiria mume wake arudi. Kweli baada ya lisali moja mume alirejea nyumbani
alifungua mlango. Happy alijikaza pale akatabasamu kiunafiki huku akiwa bado ana maumivu. Alijitahidi kusimama japo alikuwa anasimama kwa tabu sana kutokana na maumivu alikuwa anayahisi. Haina haja, unaweza ukakaa tu, alizungumza David akiwa anamtazama kwa jazba sana Happy. Happy alijikuta akisimama kwa mshangao na kumtazama mumewe huku akijiuliza kweli ndiye yule David ambaye alikuwa anasema anampenda na kumfanya kama malkia wa dunia hii. Hakutaka kuamini kwa kile anachokiona wala anachokisikia kutoka kwenye kinywa cha David. David alionekana kutaka kupanda ngazi kwenda chumbani, lakini Happy aliamua kumsemesha. Mume wangu, nimekuandalia chakula. Tunaweza kujumuika wote mezani. Alizungumza kwa upole sana Happy, licha ya kwamba alikuwa na maumivu makali sana mwilini mwake. Basi David alisimama kisha akahairisha kwenda chumbani. Alirudi na kusimama mbele ya Happy huku akiwa anamtazama kuanzia juu mpaka chini kwa dharau. Hivi una akili timamu kweli wewe mwanamke? Aliuliza David akiwa anamkazia macho kwa hasira. Kwani nimekosea wapi mume wangu? Huoni ulipokosea? Yaani unataka nile chakula ili uniue kwa sumu? Nilivyokufanya hivi bado umenipikia, unadhani mimi ni mjinga eti? Alijiuliza David huku akiwa anamtazama Happy. Mume wangu, huko ulipoenda umeenda mbali sana, wala sipo huko. Nataka tule tuongee kwa haya yanayoendelea kwenye ndoa yetu. Alizungumza Happy kwa unyongo huku akiwa anatokwa na machozi. Unataka kujua sababu, si ndio? Alijibu David akiwa anakaa chini na kumpa ishara Happy ya kukaa kwenye sofa. Happy kwa kuwa bado alikuwa na imani na mumewe, akakaa kwenye sofa huku akiwa anamtazama mumewe kwa jicho la huruma sana. Aliyekuambia umpigie simu Teddy ni nani? Aliuliza David. Teddy? Ndio nani? Happy naye aliuliza kwa mshangao maana hakuwa anamjua ule mchepuko jina lake. Unajifanya umjui? Yule ambaye ulikwenda kumpiga picha Mlimani City humfahamu? Lakini mume wangu, kwa nini huyo msichana unamuona ni bora kuliko mimi mkeo? Happy aliongea kwa upole sana huku akijitahidi kufuta machozi yake. Unataka kujifananisha na yeye? Unamfikia kwa lolote ule msichana? Kwa imani yangu mimi namzidi kwa kila kitu. Na ndio maana ulinichagua mimi na ukaamua kunioa. Alijibu Happy, lakini bado moyoni mwake alikuwa anaumia sana. Machozi yaliendelea kumtoka kama mvua. David alicheka sana. Alicheka mno baada ya Happy kujibu hivyo, mpaka Happy mwenyewe akawa anamshangaa mumewe kwa nini anacheka kiasi kile. Yaani wewe unaamini mpaka leo kwamba ndoa ndio kigezo cha kuwazidi wanawake wengine? Wanawake ambao bado hawajaolewa? Aliuliza David. Happy akabaki ni mwenye mshangao maana hakuwa anamuelewa mumewe anachokizungumza kwa muda ule. Hivi unajua ni kwa nini nilikuoa? Aliuliza David akiwa ananyanyuka na kumkazia macho Happy kwa dharau sana. Halafu nadhani vipande vya simu yako umeviona Hiyo maana yake ni kwamba sitaki utumie simu. Na kama kuna mtu anahitaji kuwasiliana na wewe, basi lazima kwanza anipigie mimi. Maana wewe si bingwa wa kupigia watu simu. Ulimpigia mama yako ili iweje? Ukaona haitoshi ukampigia na Teddy. Alizungumza hayo bwana David, akaondoka zake kwa kupanda ngazi. Happy alijikuta anashindwa kujibu chochote. Alibaki anamtazama tu mume wake mpaka anaondokea kule, anaelekea chumbani. Huku nyuma sebuleni Happy alijikuta akishikwa na hasira. Alizidi kulia kwa kutokusikilizwa na mumewe, na mbaya zaidi anamcheka kwa dharau. Anamtolea maneno ya kejeli badala ya kukiri kwamba amemkosea. Basi ilipita miezi 6. Hali ya maisha ya Happy yalizidi kuwa mbaya, na miezi yote hiyo alifungiwa ndani bila ya kutoka na wala kwenda kazini.
Watu wengi walikuwa wanampigia simu kwenye namba yake, alikuwa hapatikani. Kazini kwake walikuwa wakihangaika kumtafuta, lakini walishindwa kumpata. Na walipotaka kwenda kwake, hakuna hata mmoja aliyekuwa anapafahamu. Na hakuna hata mfanyakazi mwenzake aliyekuwa anapafahamu nyumbani kwao, yani kwa wazazi wake. Na ndio ikazidi kuleta ugumu wa kumpata na kujua kwamba amepatwa na maswaibu gani. Hata wazazi wake walipokuwa akimpigia simu hawampati, walikuwa akimpigia mume wake na aliwaeleza kwamba simu yake imepatwa na tatizo, kwa hiyo watakuwa wanampigia yeye na akiwa nyumbani basi atakuwa anampatia simu wazungumze naye. Na kweli alikuwa anafanya hivyo na alikuwa anamtishia kumuua kama angewaeleza ukweli wazazi wake kwa yale anayoyapitia kwenye ndoa yake. Happy akawa kama mtumwa na alikuwa amechakaa na alikonda kutokana na mateso alikuwa anayapitia kwa mumewe. Na alipokuwa akizungumza na wazazi wake kwenye simu ya mumewe, alikuwa akiongea huko mumewe amesimama pembeni yake, amemshikia chochote kile cha kumtishia au anamtazama kwa jicho kali sana. Endapo akikiuka masharti, basi atamfanyia vibaya sana. Ikitokea siku hiyo anaongea na mamake huko analia, basi akimaliza kuongea alikuwa anapitia kipigo cha mbwa koko. Yaani alikuwa anapigwa mpaka anajuta. Na muda wote alikuwa ni wa kuomba msamaha tu, hata kama kosa ni la David, lakini alikuwa akiomba msamaha ili tu aweze kunusurika. Kiufupi msikilizaji, Happy anasema alikuwa anapitia mateso ya hali ya juu. Na hakuwa tofauti na mtumwa wa enzi zile za ukoloni hapa Afrika. Nywele zake zilikuwa zimetimka na alikuwa havai tena vizuri. Kiufupi ukimuona unaweza kudhania labda ni mwenda wazimu kwa jinsi alivyokuwa anaonekana. Alikuwa ameshazoea hayo mateso kiasi cha kuonekana kama mtu asiyekuwa na akili timamu. Kwa miezi 6 hakuwahi kuonana na mtu yoyote zaidi ya mume wake, na muda wote alikuwa yupo ndani, hata kwenda kuota jua nje hakuwa anapata hiyo fursa. Alidhoofika sana kama mtu anayeugua ugonjwa wa muda mrefu sana, ama ugonjwa ambao umefikia stage ya mwisho kabisa. Alichoka kwa mateso na masimango kutoka kwa mume wake, lakini hakuwa na jinsi zaidi ya kusubiria Mungu tu amuokoe, ama mtu atakayeweza kugundua mateso anayoyapitia basi aweze kuja kumuokoa. Ama hakika mwanamke ni matunzo, na akikosa matunzo basi huwa anakuwa kama mwenda wazimu. Na huo msemo uliweza kujidhihirisha kwa mwanadada Happy kwa jinsi alivyokuwa kwa sasa. Alikuwa ni muoga kwa muda wote alipokuwa akimuona mume wake, na muda mwingine mume wake alikuwa anamfanya kama mdoli humo ndani. Na pia alikuwa anafurahia kumuona mkeo yupo kwenye hali hiyo, yani kama vile mtu asiyejiamini. Alikuwa akirudi nyumbani basi Happy anatakiwa kwenda kulala mlangoni kifudifudi. Kisha David anamkanyaga mgongoni na kufuta viatu vyake juu yake. Kisha anakwenda kukaa kwenye sofa. Baada ya kuketi, Happy ananyanyuka pale anakwenda kumvua viatu. Na muda wote ambao anamhudumia mumewe, basi alikuwa anatembelea magoti hata kama anapanda ngazi kwenda chumbani. Basi Happy atatakiwa kwenda kwa magoti mpaka alipo mumewe na kumhudumia anachokitaka. Na hayo yalikuwa ndio maisha yake mwanadada Happy. Na siku nyingine kabisa David alikuwa anakuja na Teddy ndani, wanafanya mambo yao mbele yake, na alikuwa akimtaka amwangalie ili aone mwenzake anavyojituma akiwa kitandani. David alikuwa anasema kwamba Happy sio mtundu kitandani, na ndio maana alikuwa anamletea Teddy na kufanya naye tendo la ndoa mbele yake ili na yeye aweze kujifunza. Na Teddy alipokuwa anaondoka basi David alikuwa akimchukua Happy na kuanza kufanya naye tendo la ndoa kwa fujo. Alikuwa akimpelekesha mambo mengi kwa fujo sana. Na wakati mwingine alikuwa akimfanyia vitu vya kinyama sana. Kiufupi Happy alikuwa anavumilia na muda wote alikuwa ni mtu wa kulia tu. Siku nyingine David alikuwa akimlazimisha Happy kufanya naye tendo la ndoa. Tena alikuwa akifanya naye mbele ya Teddy. Sasa ukiwa katika lile tendo ukiwa unalia ama haupo kwenye mudi basi hauwezi kufanya ipasavyo. Walikuwa akimcheka sana. Happy alikuwa anafanya kama mtu wa majaribio. Alikuwa kama mdoli wao unaweza kusema. Na hayo yote alikuwa akifanywa na mume wake wa ndoa, akishirikiana na kimada wake ama mchepuko. Alikuwa akipelekeshwa kwa mambo mengi sana. Alikuwa akiwapelekea maji ya kuoga, hata kama maji yapo bafuni.
alikuwa akiwafuta miili yao baada wanapotoka kuoga. Walikuwa wakimchapa sana. Ilipelekea kiasi kwamba ngozi ikawa kama ya mnyama, kama ya mamba, ina michirizi. Yaani ungebahatika kumwona Happy basi lazima ungelia kwa jinsi alivyokuwa anatia huruma. Hata ile nuru ambayo alikuwa nayo usoni Happy ilipotea, kiasi cha kuonekana kama mzee wa miaka 100 na huko. Aliteswa sana na mwisho akakubaliana na maisha hayo, maana alihisi kama dunia imemtenga na imemtupa, na dunia haina huruma juu yake. Kama kawaida, maisha ya kukaa peke yake ndani alizidi kumzoea. Alijikuta muda mwingine anacheka peke yake, anajisemesha peke yake kama kichaa vile. Siku moja akiwa anatazama television, aliweza kwenda kwenye ile video ambayo ilipostiwa kwenye channel ya hospitali ya Amana. Alikutana na admin amejibu, "Tunakupigia kwenye namba zako hatukupati, una shida gani?" Comment ilijibu hivyo. Kidogo Happy akajikuta anacheka kama mwendawazimu. Huku akiwa kama amepata mwangaza, alianza kujibu kwa kuandika namba ya mama yake kwenye comment. Alipomaliza tu kuandika, huko nje gari ya David ikawa inasikika ikiingia. Haraka alizima television, alikuwa ameshajibu kwenye comment ambayo aliulizwa. Alitulia tuli na aliposikia mlango unafunguliwa, alienda kulala mlangoni kama kawaida, na mumewe aliingia akiwa na Teddy. Walifanya kama wanavyofanyaga siku zote, kisha wakaenda kukaa sebuleni. Happy alisimama na kutembea kwa magoti mpaka mbele ya David akiwa na Teddy. Akawa anamtazama Teddy kwa hasira huku machozi yakiwa yanamtoka. Lakini Teddy alimtazama Happy kwa hasira pia, alimchapa kofi la shavuni. Happy akajikuta ameangukia sakafuni. Alisimama akapiga magoti tena, akainamisha kichwa chake chini. "Nikwambie mara ngapi swala la kunitazama kwa jicho baya kiasi hicho?" aliuliza Teddy kwa hasira. "Nisamehe madam," alijibu Happy kwa upole na unyenyekevu sana. "Na una bahati leo amekupiga Teddy. Ingekuwa ni mimi saizi kichwa chako kingesha tengana na mwili. Si unanielewa?" David aliuliza akiwa anamshika nywele Happy na kumnyanyua uso wake ili amtazame usoni. Happy alikuwa analia kwa uchungu huku akiwa anamtazama David kwa hasira sana, lakini hakuwa na jinsi zaidi ya kutokwa na machozi tu. "Katuletee wine huko kapuku wewe," aliongea Teddy huku akiwa anamsukuma na teke la kifua Happy. Aliangukia tena sakafuni, akaanza kutembelea magoti kwenda jikoni. Machozi yalikuwa yanamtoka kwa hasira. Alitembea mpaka kufika jikoni kwenye kabati la vinywaji. Aliigamia meza huku akiwa analia kwa kusikitika sana, uchungu ukiwa umemjaa moyoni. "Kwa nini mimi jamani? Nini hiki? Mungu wangu. Naomba uniondolee hii adhabu." Happy alilia sana akiwa amesimama huku akiwa ameegamia meza kwa uchungu sana. "Umeenda kulala huko eti?" ilisikika sauti ya Teddy ikimuuliza. Happy haraka haraka akatoka na ile wine akiwa na glasi 2. Akapiga tena magoti, akaanza kutembelea magoti kurudi sebuleni na kuwahudumia. Aliambiwa aondoke aelekee chumbani akajiandae, wanataka wamfundishe staili mpya za tendo la ndoa. Kusikia hivyo, Happy akajua kabisa ni kasheshe ya fimbo inataka kuanza muda sio mrefu. "Na uandae na kiboko chako wewe punda," alizungumza David akiwa anacheka, akashushia na funda la wine huku akiwa anapigana mabusu na Teddy. Yote hayo Happy alikuwa anayaona na alikuwa anaumia, lakini hakuwa na uwezo wa kuyazuia wala kuyakemea, kwa sababu alishakuwa kama mtumwa wa ndoa yake. Mama yake hamsikilizi wala hashtuki kwamba kwa nini hata huyu mwanaume anashindwa hata kumnunulia simu mwanangu, kwamba nikimhitaji nampata wakati wowote. Mzazi alikuwa anaangalia upande wake tu, furaha ipo basi maisha yanaendelea. Basi Happy alianza kupanda ngazi kwa magoti mpaka alipofika chumbani. Alijilaza kitandani kidogo kupumzisha magoti yake. Alijilaza kwa muda mpaka alipokurupuka baada ya kuwasikia Teddy na David wanapanda ngazi wanakuja chumbani. Aliwahi kwenda kuchukua kiboko, akavua nguo zake zote, akapiga magoti pembeni ya kitanda akisubiri kazi ianze. Kweli Teddy na David waliingia chumbani wakiwa wameanza kuchezeana na kuvuana nguo.
Huku nje baada ya lisali moja zilianza kusikika sauti za fimbo zikitua kwenye mwili wa Happy pamoja na kilio. Teddy akiwa anamtaka ajikaze asitoe sauti, la sivyo atamchapa mpaka amuue. Kwa hiyo Happy akawa anaugulia fimbo na anaugulia hayo mengine yalikuwa yakiendelea. Zilipita siku 3. Siku hiyo Happy alikuwa anajisikia homa na alikuwa amezidiwa sana. Lakini kutokana na kwamba hakuna anayemjali na David pia akaamua kuondoka akimtaka ajitibie mwenyewe, yeye sio muuguzi. Aliondoka akimwacha yupo kwenye hali mbaya sana. Kwa hiyo Happy alijitahidi kumeza dawa za kutuliza maumivu. Angalau mwili wake ulipoa, lakini bado hali ya ugonjwa ilikuwa imemtawala. Alielekea jikoni kujikorogea uji kama ilivyo kawaida yake. Alizidiwa sana kiasi cha kushindwa hadi kuona vizuri. Alijikuta akijilaza kwenye sofa pale sebuleni. Baada ya masaa mawili ilionekana gari ya David ikiingia ndani, huku ikifuatiwa na gari mbili zilizokuwa za hospitali. Zilipopaki alishuka David kisha akaanza kuongea na wazazi wa Happy wakiwa wanaonekana kama kuna jambo haliko sawa. Na walionekana wafanyakazi wenzake na Happy wakiwa wanaongea kwa hamaki wakimtaka David akafungue mlango. Baada ya mzozo wa muda mrefu ndipo baadhi ya maafisa wa polisi wakiongozana na wafanyakazi wa hospitali walimtaka David akafungue mlango. Lakini David akasisitiza kwamba ndani hakuna mtu na ndio maana alifunga mlango. Jamani, kama hakuna mtu ndani, mkeo yuko wapi? Aliuliza baba yake na Happy. Lakini David baada ya kuulizwa hivyo alikosa majibu. Wakati wanaendelea kubishana, wazazi wa David na wao wakawa wamefika pale. Walimshangaa mtoto wao, walimtaka afungue mlango na awaache polisi wafanye kazi yao. Baada ya kumtafuta Happy kwa muda mrefu bila ya kujua kwa nini hapatikani kwenye simu na haonekani kazini, David mwisho alifungua mlango na walipoingia tu ndani, kwanza kabisa kila mmoja alijikuta akitokwa na machozi. Baada ya kumwona Happy akiwa amelala kwenye kochi hajiwezi na amekonda kupita kiasi. Hakuna ambaye aliyevumilia kutokwa na machozi baada ya kumwona Happy kwenye ile hali. Kwa wote waliokuwa wanamjua Happy jinsi alivyokuwa, walishindwa kujikaza. Walijikuta wote wakilia kwa uchungu na kujiuliza kimemkuta nini. Walipomuuliza David nini kimempata mkewe, akawa hana majibu zaidi ya kulia na kushindwa kujieleza. Iliwabidi polisi wamweke chini ya ulinzi mpaka pale mke wake atakapokuwa sawa na aeleze nini kilichomkuta ndipo wamwachie. Walimchukua Happy na kumwaisha hospitali na kuanza kufanyiwa matibabu ili kuokoa maisha yake. Vipimo vilionyesha Happy amekosa lishe na alikuwa anapitia vipigo na mateso makali yaliyopelekea kumharibu kisaikolojia na kumfanya kutokuwa sawa kiakili. Basi matibabu yaliendelea huku David akiwa ameshikiliwa na polisi mpaka mkewe atakapopata akili timamu na kuwa sawa, ndipo kesi yake itaanza kusikilizwa, na kama hatokutwa na hatia basi walisema watamwachia huru. Miezi 6 ilipita na taratibu Happy alianza kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini kuongea kwake ilikuwa ya taabu sana kutokana na ile hali aliyokuwa anaipitia mateso kutoka kwa mumewe. Wanasaikolojia na madaktari waliendelea kupambana kumsaidia Happy mpaka pale alipokaa sawa. Japo kuna muda alikuwa anashtuka na kuongea peke yake maneno yasiyoeleweka. Na alipokwenda kupimwa tena, vipimo vilionyesha yupo sawa na baada ya muda atakuwa sawa. Na hiyo hali itaisha kabisa. Lakini ikasemekana kwamba anahitajika kupatiwa muda wa kupumzika na anatakiwa kujumuika na ndugu zake sambamba na watu wake wa karibu. Basi Happy akaanza kutoa ushahidi na kuzungumza yote aliyokuwa anafanywa na mume wake. Na pia aliweza kumtaja Teddy. Bila ajizi jeshi la polisi lilimtafuta Teddy aliyekuwa anataka kutorokea Kenya ili aende Uarabuni. Walimkamatia mpakani huko Mara na kumrudisha Dar es Salaam. Na kweli alikubali kuwa walikuwa wanamfanyia huo unyama mwanadada Happy. Wote wawili walikutwa na makosa ya unyanyasaji, kuteka na kumfanya mtu kuwa mtumwa wao na kumdhuru kimwili na kisaikolojia pia. Teddy pamoja na David walihukumiwa kifungo cha maisha jela, huku David akimwomba msamaha Happy ili amsamehe, na kweli Happy hakuwa na hiana, alimsamehe.
David akamwambia Happy kwamba alifanya hivyo kutokana na kwamba kuna msichana aliwahi kumteka kimapenzi enzi za ujana wake, na huyo msichana alikuja kumtenda vibaya sana. Na ndio maana na yeye akatafuta mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kwake ili aweze kulipiza namna ambavyo alikuwa akifanywa na huyo mwanamke aliyekuwa akimpenda. David akamweleza mambo yote hayo bibiye Happy. Alikiri kwamba anajutia kufanya hayo na anakiri kwamba alipitiliza kipimo cha adhabu na alitoa adhabu hiyo kwa mtu ambaye hakustahili kabisa kupewa adhabu hiyo. Wakati wa Happy akisimuliwa hayo alikuwa ni mtu wa kulia tu. Alimpenda sana David. Alimuona kwamba ndiye mwanaume wake wa kwanza na wa mwisho hapa duniani. Hakuwa na iana bibiye Happy kutokana na kwamba maisha yake yote bwana David angekuwa jela. Aliona hakuna haja ya kutokumsamehe. Alimsamehe David, lakini haikuweza kuzuia kifungo chake cha maisha jela kwa kosa la kumtesa na kumbaka pia. Baadaye bibiye Happy aliomba kuacha kazi ili aweze kuwa huru kwa sababu kesi yake ilipelekea kuwa maarufu sana na ni kesi ambayo ilifuatiliwa na baadhi ya watu wengi. Kwa hiyo alihitaji kuwa mbali na vyombo vya habari na pia alihitaji kuwa mbali na macho ya watu. Kazini waliamua tu kukubali ombi lake kwa sababu lilikuwa na mashiko kweli. Walimstaafisha kwa dharura na pia alipewa stahiki zake zote. Mbali na stahiki alipewa nusu ya mali za David, lakini alizikataa. Alienda kuzitoa sadaka kwenye vituo vya kulelea watoto yatima. Baada ya kufanya maamuzi hayo yote, Happy alikwenda kuishi kijijini kwao Singida na wazazi wake ili kuyapisha maisha ya mitandao na pia kuyapisha macho ya waja ambao walikuwa wakimtazama kila anapopita. Happy anasema pamoja na yote lakini hana kinyongo na bwana David, ila hayupo tayari kabisa kujihusisha na mahusiano tena. Ameonelea ni bora abaki single tu na aweze kumtumikia Mwenyezi Mungu. Basi ndicho ambacho Happy anatuambia amekiamua kwenye maisha yake. Basi msikilizaji, na huu ndo mkasa wa ndugu yetu Happy ambaye ametuletea hapa ili tuweze kujifunza na kuweza kujua ni yapi ambayo wenzetu wanapitia. Sina la ziada msikilizaji. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine nyingi na nzuri ndani ya channel ya Dada B Simulizi. Kwa wewe ambaye bado haujasubscribe kwenye channel yetu, basi usiache kufanya hivyo. Subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Dada B Simulizi channel na kuweza kuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa kwamba tumeweka simulizi na uweze kuenjoy, uweze kujifunza na uweze kuelimika. Sina la ziada, tukutane wakati ujao na kwaheri.